The greatness of a nation lies in its fidelity to its constitution and a strict adherence to the rule of law, and above all, the fear of God. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Wasikilizaji wangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 miladia, tuingie katika sehemu ya 12 ya mazungumzo yetu yanayoenda kwa anwani Ijue Mahakama ya Kadhi. Katika sehemu ya 11 nilizungumzia kuhusu utaratibu wa kusajili talaka, faida za kusajili talaka na kupata cheti cha talaka, na pia nikagusia kuhusu marriage officers. Nikazungumza marriage officers ni kina nani na majukumu yao katika jamii ya Kiislamu ni yapi. Katika hii sehemu ya 12 nitazungumzia kuhusu kesi za urathi, yani succession cases. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya Qur'ani katika suratu Nisa aya ya 7, A'udhu billahi minash shaitani rrajim, lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yani Mwenyezi Mungu asema ya kwamba wanaume wako na fungu katika mali zilizoachwa na wazazi wao, na wanawake pia wako na fungu katika mali zilizoachwa na wazazi wao. Mali hizo ziwe ni nyingi au ziwe ni kidogo, hayo ni mafungu yaliyowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya ya 11 na aya ya 12 katika suratu Nisa, Mwenyezi Mungu azungumzia namna ya kugawanya urathi kwa watoto wa kiume na watoto wa kike. Pia azungumzia kuhusu namna ya kugawanya urathi kwa mwanamke aliyefiliwa na mumewe na mwanamume aliyefiliwa na mkewe. Aya ya mwisho ya suratu Nisa ambayo ni aya ya 176, Mwenyezi Mungu azungumzia kuhusu urathi wa mtu aliyefariki ambaye hana wazazi wala hana watoto, walioko ni ndugu zake tu, namna gani watagawanyiwa mali alizoziacha. Mbali na Qur'an, kuna hadithi nyingi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam pia zimezungumzia kuhusu urathi, ni kina nani wanaofaa kurithi na mafungu yao katika urathi ni yapi. Mfano ni hadithi moja ya Ibn Abbas akimnukuu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dhakarin, kila mwenye kurithi mpeni fungu lake, kitakachobakia ni kwa wanaume, yani asaba. Sasa Muislamu anapofariki na akawacha mali, kwa sababu urathi kusimama lazima mtu afe na kuwe kuna cha kurithiwa, kuwe kuna mali tarika. Muislamu anapofariki na akawacha mali, yatakikana kwa haraka sana watu wake ama warithi wake wafike kotini na kufungua kesi kwa ajili ya kurithi mali hizo. Hakuna tatizo lolote watu kuja kotini hata baada ya wiki moja ya baba yao kufa, wakiomba mahakama iwaganyie urathi. Hilo si tatizo, wala sio ukosefu wa adabu, wala sio ukosefu wa imani kwa marehemu aliyefariki, bali itakuwa ni tatizo kubwa watu kukaa muda mrefu, miaka na miaka, hawaji kotini kurithi mpaka mali zilizowachwa na marehemu zianze kutaifika, mali zianze kusambaratika. Tangu marehemu amewacha mathalan shamba la ekari 200, watu hawaji kotini
mpaka siku wakija kotini shamba limbaki ekari 20, na hizo ekari 20 nazo watu wamezivamia, zimejaa maskota tele. Haya ndio matatizo hupatikana kwa watu kutokuja kotini kwa haraka. Njooni kotini hata kama baada ya 3 siku ya 4 watu waje kotini. Hakuna naswi inayokataza watu kuja kotini baada ya 3, kwa sababu tarika ni kile kilioachwa na marehemu. Sio kwamba marehemu ameacha duka lina mali ya shilingi 300,000, mukimzika mukae matanga 3, mwanze kuendesha duka, mara mtoto mkubwa, mtoto mdogo, mara ni mama, mara ni huyu, mwanze kukosana mpaka mkija kotini. Tarika ilikuwa shilingi 300,000, mkija kotini shilingi 20,000. Kilichosababisha nini? Hamkutaka kuja kotini mapema. Kwa hivyo si tatizo kuja kotini mapema, tatizo ni watu kukaa hawapendi kuja kotini, mpaka wakija kotini kile kilioachwa na marehemu kimesambaratika, kimekwisha. Muongozo wa kesi za urathi umetajwa ndani ya Rule 164 na Rule 163 ya Qadhi's Court Procedure and Practice Rules 2020. Tukiangalia rule ya 163 na rule ya 164 ya Qadhi's Court Rules, hizo ndizo zimetaja muongozo wa kuleta kesi za kadhi katika mahakama zetu za kadhi, kesi za urathi katika mahakama zetu za kadhi. Kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, mwenye kumrithi marehemu Muislamu lazima na yeye awe ni Muislamu. Mathalan, mzee amfariki, mzee huyu alikuwa na watoto 5. Ikatokea mtoto mmoja waliyadhu billah amertadi. Wakati baba Muislamu amefariki, mali zikigawanywa, huyu ambaye kwamba ametoka ndani ya Uislamu tutamwambia hufai kurithi. Kwa sababu gani? Haya ndiyo mafunzo ya Uislamu. Hadithi ya Abdallah ibn Amr akimnukuu Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume asema la yatawarathu ahlu millataini, hawarithiani watu wa mila mbili. Yani Muislamu hamrithi asiyokuwa Muislamu na asiyokuwa Muislamu harithiwi na Muislamu. Ndivyo mafunzo yanavyotupa. Kuna wengine wataona huu ni ubaguzi, lakini kwetu sisi Waislamu si ubaguzi, ndivyo dini inavyotufundisha. Kabla ya kugawanywa mali zilizoachwa na marehemu, ni lazima jambo la kwanza, kama kuna deni lilipwe. Na pia kama kuna wasia marehemu waliacha, lazima wasia utekelezwe. Ile yataka tufahamu ya kwamba wasia hautatekelezwa kama aliyepewa wasia ni mrathi. Mrathi hurithi fungu kama warathi wengine. Mrathi hafai kupewa wasia. Mathalan, mzee andike wasia, aseme mtoto wangu fulani apewe kitu fulani baada ya kufa kwake, mke wangu fulani apewe nyumba fulani baada ya kufa kwake. Hawa watu wanapokuja kotini na wasia huo wasia tutauweka kando, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia inna Allaha a'ta kulla dhi haqqin haqqahu la wasiyata liwarithin. Mwenyezi Mungu amempa kila mwenye kurithi fungu lake, hivyo basi hakuna kupewa wasia mtu anayestahiki kurithi. Sababu sisi tushajua mtu amefariki ameacha binti akiwa mmoja atapata nusu ya mali, wako 2, 3, 4 watapata thuluthi 2 za mali. Mtu amefariki ameacha mtoto wa kike na mtoto wa kiume, ni asaba li dhakari mithlu hadhil unthayain, mume atapata thuluthi 2, mke atapata thuluthi 1. Haya ni mafungu Mwenyezi Mungu ashayaeka. Kwa hivyo mtu asipeane wasia kwa mtu ambaye kwamba ana fungu la kurithi. Wasia utapita, lakini ikiwa aliopewa wasia sio mrathi. Mathalan, mtu amesema nikiondoka shangazi langu apewe kitu fulani, mamangu mdogo apewe kitu fulani, mjomba apewe kitu fulani. Ikiwa huyu shangazi, mama mdogo na mjomba wakati urathi ukigawanywa hawa si katika warathi, huu wasia utapita. Watapewa kulingana na wasia ulioachwa na marehemu, lakini kwa sharti
wasia usipite thuluthi ya mali alowacha marehemu. Kwa leo nitakomea hapa. Siku ya Jumamosi inshallah itawajilia sehemu ya 13 ya mazungumzo yetu, na bado nitaendelea kuzungumza kuhusu hizi kesi za urathi. Kwa haya machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Qaumi TV, bustani ya elimu na da'wa.